Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo tunaangazia majibu yenye uzito kutoka kwa askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Karagwe Dr. Benson Bagonza kuhusu kauli ya makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kuhusu katiba mpya. Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri KKKT Dayosisi ya Karagwe Dr. Benson Bagonza amehoji kauli ya Julai 24 mwaka 2026 kutoka kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi ya kuwataka Watanzania wapambane kupata katiba mpya, akisema ikiwa hitaji la katiba mpya ni takwa la rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kama alivyosema Dr. Nchimbi, kuna haja gani ya wananchi kupambana ili waipate katiba hiyo mpya, na ni nani wanapaswa kupambana naye ili waipate? Askofu Bagonza ameeleza hayo alipofanya mahojiano na Sauti Digital Ijumaa Julai 24 mwaka 2026. Amesema kwa kuhoji kwamba hatua ya makamu wa rais kusema rais anahitaji katiba mpya ni jambo zuri, lakini kwa nini rais asemi mwenyewe maneno hayo badala ya kusemewa? Amesema rais anaitaka kwa sababu iliwekwa kwenye Irani. Swali langu ni kuwa kama rais anaitaka, kwa nini tuipambanie? Makamu amesema tuipambanie, tukomae. Kama rais anaitaka, kwa nini tuipambanie? Swali la pili, tunapambana na nani ili kuipata? Swali la tatu, makamu kusema ni jambo zuri, lakini anaposema rais anaitaka, kwa nini rais mwenyewe aseme mwenyewe moja kwa moja? Amehoji maneno hayo Askofu Bagonza akizungumza katika mkutano mkuu wa 15 wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC Julai 24 mwaka 2025 jijini Dar es Salaam. Dr. Nchimbi aliwataka Watanzania kuongeza juhudi kupambania katiba mpya wakati huu ambapo Rais Samia Suluhu Hassan ameonyesha nia ya dhati ya kuitaka katiba hiyo mpya. Nikiambiwa kuna jambo tu kama makamu wa rais waambiwa Tanzania, nitasema pambaneni mpate katiba mpya, katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote, katiba yenye muafaka katika taifa, katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania, katiba inaujali maisha. Hayo ni maneno aliyasema Dr. Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, Dr. Nchimbi alieleza kwamba kwa mujibu wa tafiti iliyofanywa na kamati ya kuandika ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM mwaka 2025, tume ya haki jinai aliyounda Rais Samia pamoja na ripoti ya tume ya uchunguzi ya matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa mwaka 2025, moja ya mambo wananchi wanayataka ni katiba mpya, huku ikipendekezwa kupatikana kufikia mwaka 2028 ili itumike kuanzia mwaka 2029 na mwaka 2030, ambayo ni miaka ya uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu. Askofu Bagonza anatoa maswali matatu ya msingi yanayogusa moyo wa mjadala wa katiba mpya. Kama rais anaitaka, kwa nini wananchi wapambane? Wanapambana na nani? Na kwa nini rais hasemi mwenyewe kwa moja kuwa anaitaka hiyo katiba, badala yake anasemewa na makamu wake? Haya ni maswali yenye busara. Anatumia sauti ya kanisa na maadili kuuliza kuhusu uwazi, uongozi na ushirikishwaji wa kweli. Kauli ya Nchimbi ilikuwa na nia ya kuhamasisha, lakini Bagonza anaiona kama inaweza kuwa na utata. Pambaneni inaweza kuamanisha kuna upinzani au kizuizi. Hii inazua swali. Je, kuna upinzani wa ndani ya serikali au chama, au ni wito wa kushirikisha wananchi? Nchimbi alirejelea tafiti za CCM, tume ya haki ya jinai na tume ya uchunguzi ya matukio ya Oktoba 2025 kama msingi wa hitaji la katiba mpya ifikapo mwaka 2028. Bagonza anasisitiza kuwa ikiwa ni takwa la rais, basi rais mwenyewe anapaswa kuongoza kwa maneno na matendo ya wazi. Maswali ya Askofu Bagonza ni muhimu sana katika demokrasia, yanahamasisha uwazi na uwajibikaji. Kama rais anaitaka, kwa nini tuipambanie? Ni swali linalohitaji jibu la wazi kutoka kwa serikali. Ikiwa Rais Samia ana nia ya dhati, maneno yake yeye mwenyewe yangesaidia zaidi kuliko maneno ya makamu. Hii inaweza kuondoa shaka na kuimarisha uaminifu. Swali hili la pambaneni na nani
linaonyesha kuwa neno pambaneni linaweza kueleweka vibaya. Ikiwa hakuna adui, basi ni shirikianeni au shirikisheni au changamkieni badala ya pambaneni. Katika mazingira ya mvutano wa kisiasa, kesi za kisiasa na wito wa mwafaka, kauli kama hizi zinahitaji kuwa wazi ili kuepuka kuchochea wasiwasi. Askofu Bagonza anaonyesha jukumu la muhimu la viongozi wa dini katika kuuliza maswali magumu bila hofu. Hii ni sehemu ya demokrasia yenye afya. Kwa ujumla, mjadala huu kati ya Nchimbi, Maganya, Tibaijuka na sasa Bagonza unaonyesha kuwa swala la katiba mpya limerudi kuwa mada kuu. Maswali yanahitaji majibu wazi kutoka kwa rais yeye mwenyewe. Huu ni uchambuzi wa kina kwa maswali ya Askofu Benson Bagonza kuhusu wito wa katiba mpya. Mjadala unaendelea. Je, wewe una maoni gani kuhusiana na maswali yake Askofu Benson Bagonza kwa Dr. Nchimbi, makamu wa rais ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Je, unaona yuko sawa kuuliza maswali kama hayo, kwamba swala la sisi kupambania katiba mpya sio swali ambalo sisi tunatakiwa tulifanye? Kwa nini tupambane? Tupambane na nani? Na kwa nini Rais Samia yeye kama anaitaka kweli katiba mpya, kwa nini asije yeye mbele kuongea hadharani kwamba tunataka katiba mpya? Kwa nini atume watu? Yani hayo ndo maswali ambayo Askofu Bagonza anajiuliza. Je, kuna vizuizi vipo huko kuna CCM ambao vinazuia katiba mpya kupatikana? Je, kuna mgawanyiko wa makundi mawili tofauti ambao kuna watu wanaitaka na wengine hawaitaki? Je, kuna nini sana kipo nyuma ya haya mambo yote? Hayo ndo maswali ambayo mengi wanajiuliza, ikiwemo Askofu Bagonza. Je, wewe unajiuliza maswali gani? Au wewe una maoni gani kuhusiana na haya yanayoendelea hivi sasa? Je, unataka katiba mpya au uitaki? Je, unataka kupambania katiba mpya au wewe unataka iletwe bila kupambania hivyo? Tuachie maoni yako hapo kwenye comment.